kuna maswali mengi sana. Kwa nini meneja mkuu? Kwa nini meneja mkuu? Wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema Simba wamekengeuka, Simba wamekosea, Simba walikuwa hawajui elimu ya kocha ambaye wamemleta. Kwa nini meneja mkuu? Kwamba mmeamua kufuata mfumo kama vya klabu za Ulaya au inakuwaje? Hapo kwenye Ulaya ndo penyewe hapo, kaka yangu Evans Muhando. Kimsingi ni kwamba Simba Sports Club inazidi kutanuka, inazidi kukua, na tunajitahidi kuachana na mambo ya kimazoea na kuangalia wenzetu wanafanyaje. Kwa wenzetu wamehama kwenye eneo la makocha na badala yake wanakuwa na meneja. Labda nichukue nafasi hii kidogo tu, lakini na nyinyi hapo mtatusaidia kueleza nini maana ya meneja anapokuwa kwenye timu ya mpira wa miguu. Sisi tumezoea meneja ni kama vile Patrick Raymond, ambaye kazi yake ni kusimamia wachezaji na vitu kama hivi. Lakini huyu meneja ambaye sisi tunamaanisha hapa, anakuwa na majukumu mengi, na hii ni system mpya ambayo Simba Sports Club tumeianzisha hapa Tanzania, na tunaamini wengi watafuata njia hiyo kwa sababu ndio njia ya kisasa na ndio njia bora kweli kweli. Kama ambavyo zamani wasemaji wa vilabu walikuwa tu wanaitwa wasemaji. Lakini Simba wakaja introduce mfumo mpya ambapo wakawa na meneja wa habari na mawasiliano. Baada ya Simba kuanzisha hivyo, hivi sasa kila msemaji na klabu yake na wenyewe wanaitwa meneja wa habari na mawasiliano. Simba Sports ndio ambao wameanzisha hiyo kitu, na sasa imechukuliwa nchi nzima. Hivyo kwenye meneja Pantev hapa, jukumu la meneja ni kutanua wigo wake wa kufanya kazi. Jukumu la meneja ni kusimamia timu kiujumla, kusimamia masuala yote ya kiufundi ya timu kwa ujumla wake, kusimamia recruitment ya wachezaji kwa maana ya usajili, kuangalia utendaji kazi wao wa nje na ndani ya uwanja. Hiyo ndio kazi ya meneja. Lakini vile vile kusimamia benchi lote la ufundi, kumsimamia kit manager, kumsimamia daktari, kumsimamia na kumuongoza mtu wa fitness. Wote hao wanakuwa wako chini ya meneja huyu ambaye Simba Sports Club tumemwajiri na kumpa hayo majukumu. Kocha, kwa maana ya kocha, kazi yake ni ndogo tu. Kazi yake yeye ni kusimamia kile kinachofanyika uwanjani, mazoezini na uwanjani kwenye mechi. Na anapokuwa meneja anafanya majukumu yote ambayo nimekwambia, pamoja na jukumu la ukocha ambalo Ahmed, sawa, tumekuelewa. Swali linakuja kwamba ndio meneja mkuu, lakini elimu yake ndio yenye mashaka, kwa sababu yeye ana UEFA license A. Kwa mujibu wa kanuni ya ligi ya Tanzania pamoja na vilabu Afrika vinamtaka awe na pro license ya UEFA, sababu yeye ni raia wa nchi kutoka barani Ulaya. Kwa maana kwamba hapo vigezo vyake amuonekana kama itakuwa vikwazo, ndio maana inatoa maswali mengi hilo. Kuna tofauti ya elimu na cheti, ndugu yangu Evans Muhando. Huwezi kuwa na mashaka hata kidogo na mtu mwenye UEFA. Huwezi kuwa na mashaka nayo hata kidogo. Kwa elimu hapo hakuna shida. Lakini vyeti hizi ambapo mtu tayari ana elimu kubwa, kinachofanyika hapo ni kuupdate tu CV yake na anapata cheti cha bara husika ama cheti cha nchi husika ili aweze kuendana na mifumo husika. Lakini unapozungumzia elimu, unapozungumzia maarifa, hakuna mashaka hata kidogo ya kwamba Dimitar Pantev ana maarifa na ana elimu ya kutosha ya kuweza kuongoza timu ya mpira wa miguu. Kwa maana kwamba unakiri kwamba hamjakosea Simba, hamjaingizwa chaka. Evans Muhando, yani tunakoseaje? Mtu ambaye umemuona akifanya kazi, mtu ambaye umeitisha CV zake, umeziangalia, mtu ambaye umefanya tafiti ya kutosha, unakoseaje? Kwa maana mlimfanyia tafiti ya kutosha, sio kama mlimuona tu kwenye zile mechi mbili mkamfuata. Mlimfuata kabla ya hapo, mlimjua kabla ya hapo. Hatukumfuata kabla hapo kwa sababu tulikuwa tuna mwalimu, tulikuwa na Fadlu Davis. Kwa baada ya mwalimu Fadlu Davis kuondoka,
tukaangalia nani anaweza kuwa mbadala mzuri kwa timu yetu. Tukaona huyu anaweza kuwa mbadala mzuri kwa timu yetu. Kwanza tukaangalia wasifu wake, tukaangalia ambao wamefanya, tukaangalia elimu yake, tukasema huyu ni proper replacement ndani ya timu yetu. Hatukuwa tunamfuatilia huko nyuma kwa sababu tayari una kocha, unamfuatilia wa nini, itakuwa ni uongo. Yule sio mchezaji kusema kwamba wacha nifuatilie progressive yake ili niweze kuona maendeleo yake yakoje. Tulikuwa tuna kocha, tumeridhika na kocha tuliyekuwa naye, maisha yakawa yanakwenda vizuri. Baada ya mwalimu tuliyekuwa naye kuondoka, ikatulazimu kuangalia nani bora anaweza kuja kuchukua mikoba yake, na tukafanya naye kazi. Mnaamini ni mtu sahihi kwenye kipindi hiki ambapo mmetoka kwenye mvurugano, mtu sahihi kwenu kuwavusha Pantev? Labda hapo kwenye mvurugano ndo ningejua hapo mvurugano gani, maana mimi siujui. Kwa sababu Fadlu Davis ameondoka ghafla, lazima mtu tatizo kama lile lazima kidogo unaweza kupata mhemko kidogo. Unazungumzia mtikisiko yani. Naam. Mashallah. Hapo mvurugano. ni mtikisiko. Hamkuvurugika. Yani ni mtu sahihi. Kwanza tulihitaji mtu ambaye yuko field, ambaye anafundisha mpira hivi sasa. Sio yule kocha ambaye hana timu tangu mwaka uliopita au mwezi uliopita. Hatukutaka mtu wa namna hiyo. Tulitaka tumtoe mtu ambaye yupo kazini, yani tunamtoa pap anakuja kwenye timu yetu. Kwa hiyo hicho ilikuwa ni kigezo cha kwanza. Lakini tukahitaji mwalimu ambaye anacheza mpira wetu sisi. Na Evans wewe utakuwa shahidi mzuri kweli kweli. Tulivyokutana na meneja Pantev, yeye na sisi, yeye alikuwa bora sana kwenye mechi zetu zote mbili, na kwenye mechi hapa Dar es Salaam alionyesha uwezo mkubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kufanya tathmini nani anatufaa Simba Sports, tunasema kama huyu ameweza kutuzidi sisi Simba Sports Club, kama huyu akiwa na wachezaji wa kawaida, wachezaji wadogo, ameweza kucheza mpira wa kiwango kile, tukija tukampa mahitaji yote, tukamkabidhi wachezaji wakubwa na wazuri, huyu mwalimu anaweza akafanya vizuri kweli kweli. Kwenye ile timu ya Gaborone United kuna wachezaji wengine ndio wanafanya mitihani ya Form 4 safari hii. Sasa just imagine kama mchezaji wa namna hile anaweza kuja kucheza against Magiant aina ya Simba Sports Club, akawa na ujasiri wa kutosha, akawa na usumbufu wa kutosha, akawa na accurate ya kutosha. Sio yeye, ni mwalimu ambaye amempa huo ujasiri, ni mwalimu ambaye amemfundisha. Sasa tukasema huyu mwalimu anatufaa Simba Sports Club kuja kutuvusha kwenda hatua inayofuata. Lakini tazama, huyu mwalimu ameweza kucheza ligi ya Cameroon na kuchukua ubingwa. Amekwenda msimu mmoja ligi ya Gaborone amechukua, ligi ya Botswana amechukua ubingwa. Kuchukua ubingwa katika nchi mbili tofauti, hiyo haliwezi kuwa jambo la kubahatisha. Huyu mtu ana kitu cha ziada kwenye kichwa chake, ndicho ambacho Simba tumekiona na tukasema huyu anatufaa unyamani. Sawa, sisi tunakushukuru sana Ahmed. Tunatakia kila laheri na mapokezi mema. Najua wanaubaya ubwela watakopo wengi airport kwenda kumpokea meneja mkuu, sio kocha. Sisi tunatakia kila laheri na tutaonana viwanjani. Ya, na ukipata meneja kama yule lazima umpokee kwa shangwe na kwa heshima kubwa, kwa sababu ni mwalimu mkubwa mno anakuja katika ligi yetu ya Tanzania. Na mimi Evans nikutoe wasiwasi na niwatoe wasiwasi watazamaji wa TBC. Simba hatujawahi kukosea kwenye appointment ya mwalimu, kwenye appointment ya meneja, ama kwenye appointment ya bench la ufundi. Wakati tunamleta Patrick Ausems hapa, hakuna ambaye alikuwa anamfahamu, lakini sisi tulimuona maarifa yake na akaja akathibitisha hilo. Wakati tunamchukua Didier Gomes da Rosa, hakuna ambaye alikuwa anamfahamu. Wakati tunamleta Sven van der Broek, kejeli zilikuwa nyingi kweli kweli, lakini kilichobaki ni historia, na sasa ni kocha wa timu ya ligi kuu ya Ubelgiji. Kwa hivyo wakati tunamleta Fadlu Davis, watu wakasema kocha msaidizi, hajawahi kuwa kocha mkuu, alishusha timu daraja. Lakini sisi tuliangalia
nini anacho mwalimu Fadlu, tukamleta kwenye timu yetu, na sasa anaondoka, watu wanalia machozi ya damu. Na hivyo hivyo tunamleta Dimitar Pantev, watu wanaweza wakamchukulia poa, lakini nikwambie ni moja kati ya maamuzi bora sana Simba Sports tumeyafanya. Ni moja kati ya meneja wa maana kweli kweli Simba tumempata. Na mimi nikwambie Evans Mhando, kwenye mechi ambayo tulicheza naye siku zile, sisi Simba Sports Club tulivaa jezi nyeupe, wao walivaa jezi nyekundu. Sijui kama utakuwa umenielewa.